mtazamaji wa Gift Online TV katika kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini wewe ambaye tayari nikwambie shukrani sana, endelea kutufuatilia, usichoke kututazama ili upate habari za kimichezo, kiburudani, lakini pia habari za kijamii. Ni siku nyingine tena ambayo kocha mkuu wa Simba Steve Barker ameanza rasmi kufanyia kazi safu yake ya ushambuliaji kufuatia changamoto ya kushindwa kutengeneza nafasi za kutosha za mabao kwenye mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi Yanga. Simba ilipoteza mchezo huo kwa bao 1-0 ambapo Barker amebainisha kuwa ingawa kikosi chake kilianza vizuri kwa kutawala dakika za mwanzo, makosa machache ya kiufundi yaliwagharimu na kuwapa wapinzani wao kurejea mchezoni. Mwanzo mzuri hautokosha kuinajimu, lakini kuzungumza mwenendo wa mchezo huo, Barker alieleza kuwa Simba ilitawala takriban dakika 20 hadi 25 za kwanza na kucheza kwa mpangilio mzuri. Nilifikiri tulianza vizuri sana kwa takriban dakika 20 au 25, tuliwasumbua, tuliwatawala mchezo na kucheza namna tunavyotaka, alisema Barker. Lakini hata hivyo alikiri kuwa kupoteza kwa pasi chache zilipunguza kasi ya timu na kuwapa Yanga fursa ya kuchukua udhibiti wa mchezo, hasa kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Kwa bahati mbaya tulipoteza pasi chache ambazo zilisababisha kasi upande wetu kushuka na kuwaruhusu kurejea mchezoni. Wanapokuja dhidi ya timu kama Yanga ni muhimu kutumia nafasi hiyo, lakini kuifanyia hivyo, aliongeza kocha Barker. Kipindi cha pili, changamoto ya safu ya mbele. Katika kipindi cha pili, kocha huyo alibainisha kuwa timu yake ilikosa ukali na ufasaha katika eneo la hatari la mpinzani, jambo lililofanya mashambulizi mengi kuishia njiani. Baada ya matokeo hayo ya ngao ya jamii, Steve Barker sasa anaelekeza nguvu zote katika kurejesha makosa yaliyojitokeza, akilenga zaidi kuongeza ubunifu na makali katika safu ya ushambuliaji. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuipa Simba muonekano mpya na wenye ushindani zaidi kuelekea kuanza kwa kampeni za ligi kuu za Tanzania Bara. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Nikutakia wakati mwema.